na ile kesi iliyokuwa kati ya Herode na Yesu kupitia Yohana Mtakatifu sura 18 mstari wa 33 mpaka 37 ilikuwa ni kesi kabisa ya kibinadamu. Herode alichokuwa anapambana ni kitu halali kabisa, kutetea kiti chake, kwa sababu ndicho Yesu alichokuja kukifanya. Ingawa Yesu hakuwa mwanasiasa, ufalme wake ulitoka kwa Mungu, alipewa na Mungu, na hata walipomuua bado Yesu aliondoka ili ajipange upya. Yesu alipokuwa ameletwa duniani alikuja kuwa mfalme kibinadamu kabisa, kibinadamu kabisa, na alikuja kuwa ni Mungu kwa 100% kabisa, ni Mungu kabisa. Sasa wanadamu wanapobishana kwamba Yesu ni Mungu, wengine wanasema Yesu sio Mungu, ni mwana wa Mungu. Wengine wanabishana kwamba Yesu hakuja kuwa mfalme kimwili, alikuja kuwa mfalme kiroho. Naomba mnisikilize. Kama isingetokea dhambi ya mwanadamu kuanzia Adamu na mataifa mengine Sodoma na Gomora na mataifa mengine kipindi cha Nuhu, Mungu asingefanya zile gharika, asingefanya ule moto, asingefanya Israeli kuchukuliwa utumwani, kuwa chini ya Waashuru, kuwa chini ya Wafilisti, kuwa chini ya Waamoni. Asingefanya hivyo. Lakini kwa nini anafanya hivyo? Anafanya hivyo kwa sababu anataka pengine kwa kupitia mateso yale wamrudie Mungu. Na ni kweli walipokuwa wakimlilia Mungu kipindi cha Wamidiani, alimtuma Gideoni akawasaidia. Walipomlilia Mungu tena baada ya kukaa utumwani kwa miaka kadhaa, miaka 40, kupitia Wafilisti, alimtuma Samsoni akawaokoa tena. Kwa mambo yalikuwa yanaenda hivyo, bandika bandua, bandika bandua. Lakini nataka niongelee sasa kutokea ufalme wa chuma, ufalme wa Kirumi. Chini pale kwenye nyayo za miguu za ile sanamu aliyoiona Danieli, unaona kwenye nyayo kuna chuma na udongo. Nini maana ya chuma na udongo? Ni kwamba hakuna ufalme utakao kuja kutawala tena. Na nataka niitoe historia kidogo ya taifa la Israeli. Nini mpango wa Mungu wa taifa la Israeli? Unaweza ukaona katika kitabu cha Zakaria sura ya 12. Mungu anaapa, anasema atakayegusa taifa la Israeli ni sawa na mtu aliyebeba jiwe zito. Hilo jiwe litamuumiza, litamwachia majeraha ya kutosha. Kwa nini Israeli? Unaweza ukaona hata Yesu anakuja kuzaliwa ili aje kuwa kiongozi wa taifa la Israeli, abadili kwenye kiti cha ufalme cha Daudi. Biblia inamuita baba yake, inamuita Daudi ni baba yake na Yesu Kristo. Kwa nini Israeli tu? Kwa nini sio mataifa mengine? Unaweza ukaona tangu mwanzo Mungu alipomuumba Adamu, alimweka katika bustani ya Edeni, akamwambia akae hapo, awe anaitunza, awe analinda uumbaji wa Mungu. Kwa bahati mbaya Adamu alikosea kupitia mke wake Eva, au wengine wanapenda kumwita Hawa. Alipokosea, Mungu alimfukuza Adamu, akamtupa nje ya bustani. Katika ile bustani aliweka upanga, aliweka na malaika ili wailinde ile. Lakini baadaye tunaona Mungu aliamua kumsamehe Adamu, akamshonea na mavazi, lakini hakumrudisha katika ile bustani, ila akampa namna nyingine ya kuishi na kuendesha familia yake. Sasa nataka nizungumze kuanzia mfalme Ezekiel kuja Danieli na mfalme wa Ashuru na mfalme wa Babeli Nebukadreza, kipindi hicho ambapo waliichukuaga utumwa Israeli yote, Yerusalemu yote ilibebwa. Hapo walibebwa wakina Danieli, walibebwa wakina Yeremia, wakaenda kuishi uhamishoni huko, na wakawa wanafanya kazi ya Mungu wakiwa uhamishoni. Na kabla sijaanza historia ya Nebukadreza, ambaye alikuja akaona sanamu kubwa mno lenye kichwa cha dhahabu, lakini akaona miguu ya chuma, lakini akaja akaona kule chini kuna nyayo zenye chuma na udongo. Nianzia hapo tu kwamba Ezekieli katika kitabu cha Isaya sura ya 37, historia yetu inaanzia hapo. Ulikuwa ni mwaka wa 722. Ezekieli aliingia katika vita na mfalme wa Ashuru Senakeribu.
Senakeribu kipindi chote hicho alikuwa na historia ya kushinda kila vita, alipiga kila ufalme aliutawala, na ndipo akaingia sasa kufanya vita na taifa la Israeli kupitia mfalme Hezekia. Mungu ni cheo jamani, naomba mnisikilize. Mungu ni cheo, lakini jina lenyewe la Mungu anaitwa Jehova. Jina lenyewe la Mungu anaitwa Niko, aliyeko, aliyekuweko, atakayekuweko, ndio jina lake. Sasa akamwendea Mungu kupitia nabii Isaya, akasema, Isaya, naomba uiangalie barua ambayo mfalme wa Ashuru ametutumia. Ni kwamba sisi tunazo nguvu na jeshi tunalo na silaha tunazo, lakini mbele yake huyu mtu ni kama mwanamke ambaye amebeba mimba miezi 9, ila nguvu za kujifungua hana, nguvu za kuzaa mtoto hana. Naomba uongee na Mungu wako, umsii Mungu wako tutoke salama. Mungu yule alisikia. Vita ile Israeli walishinda, lakini baada ya kushinda ile vita, tunaona kabisa namna ambavyo Hezekia hakumtukuza Mungu, hakumuinua Mungu kupitia ile vita. Ndipo Mungu akampiga kwa majipu. Yale majipu yalimpelekea afe Hezekia, na ndipo Mungu akamtuma nabii Isaya kumwambia Hezekia, mwambie kwamba atakufa, aache urithi kwa mtu mwingine ambaye atashika madaraka yake. Hezekia akagundua kwamba kumbe ugonjwa wake ni serious, na ugonjwa wake ni Mungu amesababisha. Akageuza uso wake akamwelekea Mungu. Mungu akamponya ule ugonjwa. Tunazungumza hapo ni kutoka mwaka wa 722. Miaka inaendelea, siku zinaenda, ufalme wa Israeli ulikuwa umetulia, ulikuwa una amani, watu wakawa wanaendelea kumwabudu Mungu kupitia mfalme Hezekia. Lakini tunakuja kuona Hezekia alikuja akaharibu. Alipokea zawadi kutoka kwa taifa hasimu. Alipokea sadaka ambazo tunakumbuka siku moja katika kitabu cha Wafalme wa Pili, nabii Elisha aliwahi kuzikataaga sadaka ambazo zililetwaga na jemedari wa jeshi Naamani baada ya kuponywa ugonjwa wake ama ukomo wake, alizikataa. Lakini mtumishi wa nabii Elisha alizichukuaga Gehazi. Elisha alikasirika mno, kwa nini umefanya hivyo? Lakini tunakuja kuona leo katika sura ya 39 kitabu cha Isaya, mfalme Hezekia anazipokea zile zawadi. Mungu akakasirika, akamtuma Isaya akamwambia, mwambie Hezekia kwamba nchi hii watachukuliwa tena utumwani, watabebwa na huyo mfalme aliyekuletea zawadi. Mimi sitahusika kumtetea, watabebwa. Na ndipo tunaona vita ikaanza mwaka wa 626 kabla ya Kristo, kati ya Israeli na Babeli, Nebukadreza akiwa ndo mfalme wa Babeli. Vita vilipigwa mwaka wa 586, Babeli walishinda vita, Yerusalemu ilishindwa, wakachukuliwa utumwa, mpaka watoto wa mfalme Hezekia nao walichukuliwa mateka. Walipochukuliwa utumwani, walikaa kwa miaka yote kuanzia mwaka wa 586 mpaka mwaka wa 539. Biblia inasema wakaitumbukiza nchi katika majanga mengine tena, wakabadilishiwa mtawala, akawa ni mtawala Medi na Mwajemi kupitia Belishaza mtoto wa Nebukadreza, ambaye alivichukua vyombo vya Mungu alivyoviteka baba yake Nebukadreza kutoka Israeli, vyombo vya ibada, vyombo vya nyumba ya Mungu, yeye akaanza kuvitumia vibaya na makahaba. Mungu siku ile ile ya sherehe akaandika kwa mkono ukutani, akasema, ufalme wako nimekunyang'anya, watapewa Wamedi na Wajemi. Usiku ule ule Medi akauchukua, ambaye ni Dario, akauchukua ufalme. Ufalme ule ulienda mpaka mwaka wa 530, ambapo hapo katikati alichukua Mwajemi. Huyu Mwajemi ni Koreshi, huyu akauchukua ule ufalme. Ufalme ule ukaenda, hapo katikati palikuwa na vita
pindua. Walipinduana wengi sana wafalme, wakina Dario wa pili, Dario wa tatu, hivyo ikaenda Alexander, walifanya hivyo vita hapo katikati, mpaka unakuja ufalme wa chuma ambao katika ile sanamu aliyoiona Nebukadreza, kutoka kichwa cha dhahabu na kifua cha fedha na kuja miguu ya chuma mpaka nyayo kule chini ya udongo na chuma, ulikuwa ni utawala wa Kirumi. Utawala ule ulitawala mpaka Yesu anazaliwa. Yesu anazaliwa akiwa katika utawala wa Kirumi. Herode akiwa ana taarifa kwamba kuna mtoto amezaliwa na amekuja kuwa mfalme. Ingawa ufalme wa Yesu haukuwa wa kisiasa, ufalme wa Yesu, kusudi la Mungu, Yesu aje kutawala dunia kama ambavyo wafalme wengine walipita. Nebukadreza alitawala dunia, Dario alitawala dunia, na falme zingine zote zilitawala dunia. Kwa Mungu alimtuma Yesu aje kuuchukua ufalme katika tawala za wafalme wengine wote. Ukisoma Isaya sura ya 9 kuanzia mstari wa 1 mpaka wa 7. Mstari wa 1 katika Isaya anasema, wale waliokaa gizani sasa wataona nuru, wale walioteseka sasa watapata mtetezi. Inaanza kumtaja sifa za Yesu kuanzia mstari wa 6 mpaka wa 7. Inasema huyo atakuwa ni mfalme wa amani, tofauti na wafalme wengine wote. Huyo atakuwa ni baba wa milele. Huyo atakuwa ni Mungu mwenye nguvu. Huyo atafanya taifa litulie, lione nuru, lione mwangaza. Lakini kwa nini Yesu hakufanikiwa? Alienda kwa ajili ya kuitawala Israeli. Alienda kwa ajili ya kutawala dunia kupitia taifa la Israeli. Yaani angekaa Israeli katika taifa la Israeli, lakini anatawala dunia yote. Kwa nini ilishindikana? Walikuja wakamuua. Anazungumza haya katika kitabu cha Luka. Anatoa mfano huo katika kitabu cha Luka. Anasema kuna mkulima alipangisha wakulima. Kipindi cha mavuno kilipofika, alituma wafanyakazi, watumwa, wakachukua mavuno, wakawaua. Anasema sasa nitamtuma mwanangu mpendwa. Anajizungumza yeye mwenyewe, Yesu Kristo. Anasema naye huyo wakamkamata, wakasema huyu ndo mlisi wa hili shamba. Shamba lenyewe ni nini? Shamba lenyewe ni ulimwengu huu tunaokaa. Mungu alikusudia kwamba hii dunia iwe ni mahali pa amani, pa mwanadamu kuishi. Ukisoma kitabu cha Mwanzo inasema, alipoumba baada ya siku 6, akatazama akaona kila kitu ni chema, akamweka mwanadamu, akamwambia zaeni mkaongezeke, muendelee kutawala. Kwa hizi vurugu zote hizi ni kwa sababu ya uovu wa mwanadamu. Mwanadamu anapotokea amekosea, anapotokea ametenda dhambi, ndo chanzo cha Mungu kuwatia utumwani, watawaliwe na ufalme mwingine, ufalme wa kikatili. Lakini kama isingetokea dhambi ya mwanadamu, kuanzia Adamu na mataifa mengine, Sodoma na Gomora na mataifa mengine kipindi cha Nuhu, Mungu asingefanya zile gharika, asingefanya ule moto, asingefanya Israeli kuchukuliwa utumwani, kuwa chini ya Waashuru, kuwa chini ya Wafilisti, kuwa chini ya Waamoni. Asingefanya hivyo. Lakini kwa nini anafanya hivyo? Anafanya hivyo kwa sababu anataka pengine kwa kupitia mateso yale wamrudie Mungu. Na ni kweli walipokuwa wakimlilia Mungu kipindi cha Wamidiani, alimtuma Gideoni akawasaidia. Walipomlilia Mungu tena baada ya kukaa utumwani kwa miaka kadhaa, miaka 40, kupitia Wafilisti, alimtuma Samsoni akawaokoa tena. Kwa mambo yalikuwa yanaenda hivyo, bandika bandua. Lakini nataka niongelee sasa kutokea ufalme wa chuma, ufalme wa Kirumi. Chini pale kwenye nyayo za miguu za ile sanamu aliyoiona Danieli, unaona kwenye nyayo kuna chuma na udongo. Nini maana ya chuma na udongo? Ni kwamba hakuna ufalme utakao kuja kutawala tena dunia nzima kama ilivyokuwa kwa Nebukadreza, kama ilivyokuwa kwa Koreshi, kama ilivyokuwa kwa Dario na falme zingine zilizopita.
hakuna ufalme utakao kuja kutawala hivyo, isipokuwa kila ufalme utatawala kidogo 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 kidogo. Ndio tafsiri halisi ya ile sanamu. Lakini tunakuja kuona katika kitabu cha Danieli sura ya 2 mstari wa 34 na 35, Danieli anaona kuna jiwe ambalo likachomoka bila ufundi wa mikono ya mwanadamu. Lile jiwe likaipiga ile sanamu, likaivunjilia mbali. Maana yake nini? Anakuja kutoa tafsiri katika mstari wa 44 mpaka 45. Anasema lile jiwe ni Yesu Kristo, atarudi tena kuja kuutawala dunia. Lile jiwe likawa ni kubwa mno, lile jiwe likawa ni dunia nzima. Ndipo kukatokea Mungu anasema sasa hakuna mtu mwingine, hakuna mfalme mwingine atakaye kuja kutawala hii dunia ambayo mimi nimeiumba, huu ulimwengu ambao mimi nimeuumba. Hakuna mwanadamu yote atakaye kuja kutawala tena. Ufalme wangu utakuwa na nguvu, ufalme wangu utaheshimiwa. Nini kinazungumzwa katika Ufunuo wa Yohana sura 21? Yohana anasema, nami nikaona mbingu mpya na nchi mpya ikiteremka kutoka Yerusalemu kwa Baba. Humo hakuna ugonjwa, humo hakuna laana tena. Hakuna mfalme mwingine atakayetawala, isipokuwa Mungu atatawala pamoja na watu wake milele na milele. Nazungumza hivi, Yesu alipokuwa ameletwa duniani alikuja kuwa mfalme kibinadamu kabisa, kibinadamu kabisa, na alikuja kuwa ni Mungu kwa 100% kabisa, ni Mungu kabisa. Sasa wanadamu wanapobishana kwamba Yesu ni Mungu, wengine wanasema Yesu sio Mungu, ni mwana wa Mungu. Wengine wanabishana kwamba Yesu hakuja kuwa mfalme kimwili, alikuja kuwa mfalme kiroho. Naomba mnisikilize. Mungu anatawala mbinguni na duniani. Kiroho anatawala bado mpaka leo hii. Lakini kwa nini alimtuma Yesu? Hakumtuma Yesu aje kutawala kiroho, alimtuma Yesu aje kutawala kimwili kabisa. Na ile kesi iliyokuwa kati ya Herode na Yesu kupitia Yohana Mtakatifu sura 18 mstari wa 33 mpaka 37, ilikuwa ni kesi kabisa ya kibinadamu. Herode alichokuwa anapambana ni kitu halali kabisa, kutetea kiti chake, kwa sababu ndicho Yesu alichokuja kukifanya. Ingawa Yesu hakuwa mwanasiasa, ufalme wake ulitoka kwa Mungu, alipewa na Mungu. Na hata walipomuua bado Yesu aliondoka ili ajipange upya. Biblia inasema atarudi tena kutawala dunia nzima. Soma Danieli sura ya 2 mstari wa 34 mpaka mstari wa 45. Utaona kitu anachokizungumza Danieli. Ile sanamu inahusu falme zilizokuwa zinatawala kwa sababu ya makosa ya wana wa Israeli. Mungu aliwafanya wawe wanatawaliwa na falme za kidunia hii. Utaona kichwa cha dhahabu pale juu, Danieli anasema ni wewe Nebukadreza. Lakini pale chini anakuja kutawala mtoto wake, hajazungumzwa. Anakuja kuzungumzwa Medi na Mwajemi, ndio falme iliyokuja kutawala dunia. Belishaza hakutawala dunia kwa sababu alikuwa na utoto mwingi, kwa hakuandikwa wala kwenye ile sanamu hahusiki. Wanaokuja kuhusika ni Wamedi na Wajemi, kutoka kifua mpaka kiuno. Anakuja kuzungumzwa Mromani, Muitali, kutoka kwenye kiuno hapa mpaka kwenye viwiko. Ni utawala wa chuma ambao Yesu anakuja anazaliwa ndani yake. Ndo inakuja kuzungumzwa chini ya miguu ile nyayo, ambao ndo ufalme tulionao sasa hivi, ndo tawala tulizo nazo sasa hivi leo. Ni tawala ambazo haziwezi kuja kuungana hata siku hii mpaka Yesu anakuja tena kuipiga dunia yote, kuwapiga wafalme wote, na anaanza kutawala yeye sasa. Nataka nizungumze kwa kumalizia kwamba sasa hivi tuko mwishoni kabisa mwa dunia, tuko mwishoni kabisa mwa ulimwengu, mwa utawala wa hizi falme zote. Pengine mwaka 2030, pengine mwaka 2030 ukawa mwanzo wa Yesu Kristo kuja kulichukua kanisa lake, na baada ya Yesu kuja kulichukua kanisa lake,
vita kuu ya dunia itaanza kutokea hapa duniani. Wafalme wa dunia hii wanagombana nani awe mtawala wa hii dunia, na atakayeshinda katika hizo tawala zote, katika hizo falme zote, Biblia inazungumza atakuja kupigana na Mungu mkuu, kwa sababu huyu mtu atajitukuza, atataka kupigana mpaka kwa Mungu. Yaani atatamani aende mpaka mbinguni awe mtawala, yeye awatawale wanadamu. Hatashinda ile vita. Yesu ndo atakaye kuja kushinda, ama Mungu ndo atakaye kuja kushinda, na ataanzisha utawala wake ambao hautakuwa na mwisho, hautakuja kushindwa milele na milele. Mungu awabariki wote ambao mmechukua nafasi hii kujifunza na kusikiliza. Someni maandiko vizuri, someni Biblia vizuri, muelewe kwamba Yesu hakuja kuwa mchungaji hapa duniani. Ndiyo, Biblia inasema alikuja kutafuta kilichopotea na kuokoa. Kutafuta kilichopotea. Nini kilichopotea? Utagundua kilichokuwa kimepotea ni ufalme wa Mungu. Ulipotelea mikononi mwa Suleimani alipooaga wale wanawake wote wa falme zingine, ndipo ufalme wake ulipotelea pale. Na Yeroboamu mtoto wa Suleimani na alikuja kaharibu zaidi. Ndicho Mungu alichokuja kukitafuta, ni ufalme wa Mungu ili aendelee kutawala duniani. Lakini alikuja pia kuokoa taifa lake Israeli, kuwaokoa watu wake watoke katika mateso ya mataifa mengine alikokuwa amewatawanya wawe watumwa huko. Hivyo tu, elewa, chambua maandiko, soma vitabu mbalimbali vya watafiti. Mungu akubariki na akusaidie kuelewa haya. Naacha namba zangu za simu hapo 0753902759 kwa ajili ya kusaidiana pale ambapo huelewi upate kuelewa vizuri. Ni ndugu yako katika utumishi wa Mungu, Mtume na Nabii G7 Mwasomora. Amen.